au kwa kukwepa kwamba huyu mtoto hatakuja kunitunza, je, unaweza mkazaa tu ule mtoto mkamwacha hospitali? Si linakuwa ni jukumu lenu. Wameweza kuwakilisha. Nianze na hapa kwa huyu baba. Wanasema hata ufanye nini, hata utumie pesa kiasi gani, hautoweza kulipa fadhila na wema ambao mama yako au baba yako amekufanyia. Leo tukakwambia naomba ulipe gharama zote toka ulipokuwa tumboni kwa mama yako mpaka saizi ulipokuwa mkubwa. Hizo gharama unaweza ukazimudu? Hauwezi ukazimudu. Basi ndo jinsi hivyo ilivyo. Kwa kuwa ndoa ni muunganiko wa watu wawili, na baada nyie kuunganika mkazaa wale watoto, je, hilo jukumu linakuwa ni la nani kuwalea hao watoto? Inamaanisha ni nyie, kwa sababu mmekubaliana, mmeoana na mkaona kwamba sasa tutengeneze familia. Je, kwa kukwepa majukumu au kwa kukwepa kwamba huyu mtoto hatakuja kunitunza, je, unaweza mkazaa tu ule mtoto mkamwacha hospitali? Si linakuwa ni jukumu lenu, kwa sababu nyie hapo ndo mliamua. Yeye mtoto anakuwa hana kosa, nyie wazazi ndo mliamua. Jamani, naomba niwaulize wananchi wa Moringa, wewe nyie mlijileta duniani au wewe uliamua wewe sasa hizi nataka niwepo duniani? Inamaanisha si wazazi wenu ndo walikubali leo hii sasa ukawepo duniani. Hilo ni jukumu lao. Kwa hiyo hata wewe lile ni jukumu lako wewe kumlea ule mtoto, na ndio maana nikasisitiza. Serikali ilikuja na program moja inaitwa program jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Tengeneza msingi bora wa yule mtoto. Ukimtengenezea msingi bora, wewe kama mzazi lazima ule matunda. Hapo leo tunazungumza nyie kama wazazi. Nataka kuniambia wazazi wote hapa nyie, hakuna hata mzazi hata mmoja ambaye anakula matunda mtoto wake hata 10,000. Hata kuleta kitu chochote. Hakuna mzazi wote ambaye anakula matunda mtoto wake hapa. Si wapo? Sasa jiulize, katika minajili hiyo wewe ulimtengenezea mazingira gani ule mtoto? Kwa sababu unajua maneno yanaumba. Kuna lugha ambayo unaweza ukamwambia yule mtoto, lugha nzuri, kwamba mwanangu, kwa sasa sina hela, jitahidi kusoma, nimeuza hii ng'ombe kwa ajili yako. Yale maneno huwa yanamkaa yule mtoto, huwa yanamkaa mpaka mwenyewe anasema, nimekuja hapa shule, wazazi wangu wameuza 1 2 3 4 5, mimi lazima nisome kwa bidii, na nikisoma kwa bidii lengo kubwa ni wasaidie wazazi wangu. Lakini wewe mzazi ndo unakuwa kinara moja kwa moja, ni sina hela, fanya uwezavyo, au mwambie mama yako atajua mwenyewe. Umeona? Kwa yale maneno yanakaa, na ndio maana nataka niwaambie leo hii, asilimia karibia 90 watoto wote fadhila kubwa wanazirudisha kwa nani? Wanarudisha kwa mama. Kweli sio kweli? Wanarudisha kwa mama zile fadhila, kwa sababu mama yeye ndo anakaa naye, anajua mwanangu, basi kama baba ana hela, ngoja mimi hivi. Tunaamini mtoto pale anapozaliwa anatakiwa chini ya uangalizi wa mama yake kuanzia ile miaka 0 at least mpaka miaka 7. Yote hiyo anatakiwa awe chini ya uangalizi wa nani? Wa mama. Pengine inaweza ikatokea mtafaruku wa aina yoyote, baba anataka kumchukua mtoto wake, kuna sheria bado inamlinda at least kuanzia miaka 7 na kuendelea. Lakini kifungu cha 34 sheria hiyo ya mtoto pia ana haki ya kuweza kuchagua, niende kwa baba au nikae kwa mama. Au sisi sasa tukaangalia kwamba ni sehemu gani yule mtoto anaweza akapata ustawi wake. Maana tumekuwa tukipokea hizi kesi, nyie labda mna watoto wenu wanagombaniana nini? Wanagombaniana mtoto. Ilitokea kwa bahati mbaya kijana akampa mimba ule binti, lakini sasa wanang'ang'ania mtoto aende kwa bibi wa upande huu, mwingine mimi nataka akae upande huu. Kwa ipo sheria ambayo inatuguide. Tunategemea kwamba mtoto chini ya miaka 7
anatakiwa awe chini ya uangalizi wa nani? Awe chini ya uangalizi wa mama yake. Umeona? Kwa hiyo ndio utaratibu uko hivyo. Huko akiwa chini ya uangalizi wa mama yake, wewe baba unakuwa responsible kwa ajili ya nini? Ya kuweza kumlea, kuweza kumsaidia. Sio baba umekaa unavizia yule mtoto akifika miaka 7 tu mimi naenda kumchukua. Sheria si ndio inasema hivyo? Tunaangalia maslahi mengi sana yule mtoto, umemhudumiaje, yote hayo tunayatazama.